uwe miongoni mwa wacha Mungu, udumu katika kusoma dini yako, usiwe mumbumbu kwenye dini yako. Kila siku maswali yale yale, kiwe udhu utanitenguka, niko ndani ya swala, nifanyeje? Swali unaliuliza leo, utauliza na kesho kutwa, swali lile lile, kwa vile hauna muda kwa ajili ya kukaa na kujifunza dini yako. Lakini mbona mambo mengine tuna muda? Kwa nini kwenye dini yetu tunakosa muda? Mtu kwenye biashara yako una muda wa kukaa, una muda wa kuifanyia tathmini biashara yako. Hapa napata hasara, hapa napata faida, unajifanyia tathmini. Kwa nini usijifanyie tathmini kwenye dini yako? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nianze kuhusia nafsi yangu kisha nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, maudhui yetu ya leo ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, inna taqwa Allahi hiya sababu alfalahi fi dunya wal akhirah. Hakika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala ndio sababu ya kufaulu katika dunia yetu na akhira yetu. Kama tunataka kufaulu, basi uchamungu ndio nafasi pekee au ndio nyenzo pekee ya kutufanya tufaulu katika dunia yetu na akhira yetu. Wa hiya jimaul khairi kulli, lakini uchamungu ndio ambao umezikusanya khairi zote. Tukizitaka khairi za dunia tuzazipata kwenye eneo la uchamungu, tukizitaka pia vile vile khairi za akhira tuzipata katika eneo la uchamungu. Man ittaqallaha ja'ala lahu min kulli hammin faraja, kila atakayemcha Allah tabaraka wa ta'ala na kumwogopa uhakika wa kumwogopa, basi Allah tabaraka wa ta'ala atamjalia kila pale ambapo kuna dhiki, basi Allah tabaraka wa ta'ala ataleta faraja kwenye maisha yetu ya kila siku. Ikitokea dhiki, basi sehemu ya kwanza kukimbilia ni kuangalia uchamungu na hofu yetu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min kulli dhikin makhraja, lakini pia vile vile katika dhiki ya aina mbalimbali itakayompata Muislamu au mwanadamu popote pale alipo, basi uchamungu ndio kimbilio pekee kwa kila ambaye atakayepata dhiki za aina mbalimbali. Lakini warazaqahu min haythu la yahtasib, kwa upande wa riziki ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atamruzuku katika ile njia ambayo hata yeye mwenyewe hajawahi kudhani kwamba anaweza akapata riziki katika njia hiyo. Hizi zote ni hofu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndiko ambako kunatukufanya au kutakachotufanya sisi tuweze kufaulu katika dunia yetu na akhera yetu. Kheri za dunia ziko ndani ya uchamungu, kheri za akhera pia vile vile ziko ndani ya uchamungu. Ndugu zangu katika imani, inna taqwa laysat
inna taqwa laysat kalimatin tuqal, ucha Mungu sio maneno ambayo mtu atajiita na kujipa sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu akasema kwamba mimi ni mcha Mungu. Hapana, ucha Mungu haupatikani kwa kujiita au kujisifia au watu kukusifia kwamba wewe ni mcha Mungu. Hapana, ucha Mungu haupatikani kwa sifa hiyo, bal hiya amalun bilqalbi waljawari. Ucha Mungu ni matendo ambayo yanaanzia katika moyo wa mtu, kisha yakiingia na kisadifu katika moyo, basi viungo vya mwanadamu vinasadifu yale ambayo yaliyokuwa katika moyo wa mtu. Ndio Mtume akasema attaqwa hahuna hahuna hahuna, ucha Mungu huko katika eneo la moyo. Hakuna mtu ambaye anaweza akauona huo ucha Mungu. Tunaweza sisi kwa macho yetu ya kawaida na uoni wetu wa kawaida tukakuona kwamba wewe ni mcha Mungu, lakini kumbe wewe si katika wacha Mungu. Alitajwa mwanamke mmoja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwanamke fulani anafunga sana, anaswali sana, anajitolea sana na anafanya khairati za aina mbalimbali. Kisha wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pamoja na yote ambayo anayafanya haya, lakini ana tabia za kuwaudhi majirani yake. Mtume akasema hiya finnar, huyu ni katika watu wa motoni, pale ambapo atakapokufa na hali kama hii. Kuswali kwake ambako alikuwa anaswali, kufunga kwake ambako alikuwa anafunga, kujitolea kwake ambako alikuwa anajitolea, lakini hakuna maana kwa sababu alikuwa ana tabia ya kuwaudhi majirani. Hebu niangalie ndugu zangu katika imani, huyu ana jambo moja tu la kuwaudhi majirani zake, akaambiwa yeye ni katika watu wa motoni, hali ya kuwa anafunga, anaswali, anajitolea katika khairati za aina mbalimbali. Hili tu limemfanya awe ni katika watu wa motoni. Mimi na wewe ambaye tunayosikiliza leo hii, tuna mangapi ambayo tunayafanya hayamridhishi Allah tabaraka wa taala na watu hawayaoni? Huyu la kwake tayari limeonekana, akaambiwa hiya finnari, akifa na hali hii ni katika watu wa motoni. Je, mimi sasa na wewe tuna mangapi ambayo tunayafanya ambayo sio mazuri, hatupendi watu wayaone mambo hayo, lakini Allah tabaraka wa taala anayaona? Unadhani je, tutafaulu tukienda na hali hii mbele ya Allah tabaraka wa taala? Tutapata kunasuka na adhabu za Allah tabaraka wa taala? Au ukijiangalia kwa yale ambayo unayafanya ukiwa katika halwa, je, mimi ninastahili kuwa na sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu? Bali linsanu ala nafsihi basira, kila mmoja anaijua mwenyewe nafsi yake vizuri. Tunaweza tukakuona mtu mzuri mashallah, muislamu mzuri, tukuhukumu kwa uzuri, kumbe yaliyoko nyuma ya pazia kuna makubwa ambayo unakosea sana, kuna makubwa ambayo unamkosea Allah tabaraka wa taala, yakaondosha ile sifa yako ya uchamungu. Kwa hiyo uchamungu sio kujiita, kujinasibu na kujifaharisha kwamba mimi ni mcha Mungu kwa vile tu unaswali swala tano. Hapana, uchamungu unakaa katika moyo wa mtu. Ukishakaa kwenye moyo wa mtu, vitendo vinatafsiri yale ambayo yaliyokuwa katika moyo wa mtu. Wa laysa Allah tabaraka wa taala anasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msizitakase na kuzisifia nafsi zenu kwamba eti nyinyi ni wacha Mungu. Hapana, huwa a'lamu biman ittaqa, yeye ndiye anayemjua mcha Mungu ni nani. Ndugu zangu katika imani, bali hiya amalun bilqalb, ucha Mungu unaanzia katika moyo wa mtu, waljawarihi, na viungo vinasabihi, bifi'li alawamir, kwa kufanya yale ambayo Allah ameamrisha, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na yale ambayo aliyokataza, qawlan wa amalan, na kwa kauli na matendo, au sirran wa alania, kwa siri na kwa wazi. Allah akasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, haka wale waliosema kwamba sisi mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, vitendo vyao vikaendana sambamba na ile kauli yao ya kusema mola wetu ni Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, watu hawa watashukiwa na malaika wa Allah kiwaambia wakati wa kufa kwao, alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa abshiru biljanna, tunawabashirieni pepo, allati kuntum tu'adun, ambayo siku zote mlikuwa mkiahidiwa. Hawa ndio wacha Mungu. Amesema mimi ni muumini, mola wangu ni Allah, kisha vitendo vyake vikafanya yale ambayo anayapenda Allah tabaraka wa taala na anayaridhia. Ya ayuha alladhina amanu
enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah uhakika wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msije mkafa isipokuwa mufe hali ya kuwa ninyi ni waislamu wa kweli. Ibn Kathiri rahimahullah anasema ay khafu llaha haqqa alkhawf, muogopeni Allah uhakika wa kumwogopa popote pale utakapokuwa na katika mazingira yote yale ambayo utakapokuwa. Wa atiuhu, na mumtii Allah tabaraka wa taala katika mazingira yote mtakapokuwa. Wala ta'suhu, wala msimwasi Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, inatupasa tufahamu ya kwamba uchamungu sababun linnajat, ndio sababu ambayo itakayotuokoa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Waman yattaqillaha, na yule atakayemcha Allah na kumwogopa, yaj'al lahu makhraja, atampa matokeo mazuri. Yule atakayemcha Allah tabaraka wa taala na kumwogopa, Allah atampa matokeo ambayo ni mazuri. Pale ambapo kuna dhiki ataleta faraja, pale ambapo unahitaji ni pagumu, Allah analeta matokeo ambayo ni mazuri. Matokeo haya hayawezi yakaja isipokuwa yanakuja pale ambapo utakapojipamba na sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Kisha Mtume akasema, waman yattaqillaha, na mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, yufarrij an kulli karbin, Allah tabaraka wa taala atamfariji kwenye kila tatizo ambalo litakalompitikia katika maisha yake ya kila siku. Matatizo yote ambayo yatakayompitikia mtu, nafasi pekee ya kunusurika na kuokoka na kupata faraja ni pale ambapo tutakapokuwa ni wacha Mungu wa kweli kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio akasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma yahduthu lilabdi, yote ambayo yanamgusa na kumpata mtu, min dhiqin, katika matatizo, illa bidhunubihi, mara nyingi yanakuja kutokana na madhambi na makosa ambayo tunamkosea Allah tabaraka wa taala. Wala yazulu illa bittaqwa, mitihani na dhiki na matatizo hayaondoki isipokuwa kwa watu kuwa ni wacha Mungu. Tukiwa ni wacha Mungu, basi matatizo yataondoka, dhiki zitaondoka na faraja zitakuja katika maisha yetu ya kidunia, lakini pia vile vile na maisha yetu ya akhera. Faraja ya dunia tutaipata pale ambapo tutakapokuwa ni wacha Mungu, na faraja ya akhera pia vile vile tutaipata pale ambapo tutakapokuwa ni wacha Mungu wa kweli. Kisha ndugu zangu katika imani, inatupasa tuamini na tufahamu ya kwamba uchamungu pia vile vile una nafasi kubwa katika maisha yetu kwa ajili ya kufanya riziki zetu sio ni nyepesi. Pale ambapo tukapomwamini Allah tabaraka wa taala, uhakika wa kumwamini, tukamtegemea uhakika wa kumtegemea, basi hata riziki zetu, kama kwenye matatizo analeta faraja, kama kwenye dhiki analeta faraja pia vile vile. Kwa nini kwenye riziki zisije? Ni lazima pia vile vile riziki zetu zitakuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Eza mtu akaumwa kidogo tu, mathalan ameumwa wiki moja mbili, lakini tayari ndani ya wiki mbili kesha wamaliza waganga wa mtaa mzima. Subra yako iko wapi Muislamu? Yaani ndani ya wiki mbili wataka uumwe leo, utumie dawa leo, alafu upone kesho ili uende kwenye shughuli zako. Si utaratibu ambao kauweka Allah tabaraka wa taala huu. Hebu jiulize ndugu yangu Muislamu, wewe ambaye umepata mtihani mdogo wa maradhi mathalan, je, ushafikiria mtihani ambao ulimpata Ayub alayhi salam? Ni miaka mingapi alilala kitandani akiwa anaumwa? Pamoja na yote hayo, Ayub alayhi salam hajapatapo kukata tamaa, mpaka Allah akasema, inna wajadnahu sabiran, tumemkuta na mtihani ambao tuliompatia, tumemkuta amesubiri, amevumilia, akajua haya yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akamsifia akasema, ni'mal abdu, huyu ndio mja wetu aliyekuwa bora zaidi, innahu awwab, huyu ni mwepesi sana wa kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Huyu ni Ayubu alayhi salam, aliumwa mno miaka mingi mpaka mwili itafikia hatua unaoza. Je, wewe umepitia haya ambayo aliyopitia Ayubu alayhi salam? Kwa nini ukose subra kwa mtihani mdogo ambao uliokupata? Kwa nini usiamini kwamba labda Allah anakupa mtihani kwa makosa ambayo uliyofanya, au Allah anakujaribu na kutihani ili akufutie madhambi ambayo aliyokupa? Mtu awezekana akawa ameoa mwaka mmoja tu au miwili hajapata mtoto, anahangaika huku na huko. Kwa nini yeye hajapata mtoto? Yaani mwaka mmoja, miaka miwili anakosa amani, anakosa furaha. Kwa nini hajapata mtoto? Umeshawahi kujiuliza wewe? Zakaria alayhi salam
alikaa miaka mingapi? Nabii Zakaria alayhi salam alikaa miaka mingapi katika hii dunia? Kisha alikuja akapata mtoto na umri gani? Ukiangalia ni uchache wetu wa subra, uchache wetu wa uchamungu, uchache wetu wa kutokumwamini Allah tabaraka wa taala na kumuomba uhakika wa kumuomba. Kwa vile vile hata upande wa riziki zetu, tukiwa ni wacha Mungu, basi Allah tabaraka wa taala ataweza akatupatia riziki zetu katika njia ambayo ni nyepesi. Allah asema wayarzuquhu min haythu la yahtasib, mtu akiwa ni mcha Mungu riziki yake itakuja katika njia ambayo hajatarajia kwamba anaweza akapata riziki katika njia hiyo. Mtume anasema lau annakum tatawakkaluna ala Allah, lau angekuwa nyinyi mnamtegemea Allah uhakika wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, angewapa riziki kama vile ambavyo anavyompa riziki ndege. Taghdu himasa, ndege anatoka asubuhi akiwa kitumbo chake hakina kitu, wataruhu bitana, na anarudi jioni akiwa ameshiba na watoto wake kwenye kiota chake wamekula na wameshiba. Huyu ni ndege ambaye alijua namna ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Alitoka asubuhi akiwa ana njaa, kisha akarudi jioni ameshiba, na akarudi pia vile vile watoto wake kwenye kiota chake wao pia vile vile wameshiba. Kwa nini tushindwe na ndege ambaye alimtegemea Allah tabaraka wa taala? Uchamungu na tawakkali ya kweli ikikosekana, basi hata maisha yetu yatakuwa ni magumu, kwa sababu utakuja kumuona kila aliyekuzidi kipato anakuwa ni adui wako. Utakuja kudhani kila aliyekuwa amekuzidi ni adui. Utakuja kudhani kila aliyefanikiwa basi kuna njia nyingine ambayo imemfanya afanikiwe ambayo Allah haipendi. Utakuja kuwapa watu majina mabaya kwa sababu umekosa tawakkal kwa Allah tabaraka wa taala. Umeshindwa kufahamu kwamba inna sa'yakum la shatta, utafutaji wenu ni tofauti na hata riziki zenu zitakuwa ni tofauti. Weza ukatafuta ndani ya lisali moja tu ukapata fedha ambayo mwenzako mmoja anaipata hiyo fedha kwa muda wa mwaka mzima, kwa vile inna sa'yakum la shatta, utafutaji wenu ni tofauti na vipato vyenu vitakuwa ni tofauti. Pale ambapo utakapokuwa hauyaamini haya, basi utaanza kuamini kila aliyefanikiwa ni adui, na kila aliyekuzidi utadhani kwamba kuna njia nyingine ambayo ameipata ambayo sio katika njia za haya. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, naendelea kuihusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Ucha Mungu ndio utakaotuokoa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watazawadu, chukueni maandalizi, fanyeni maandalizi mazuri. Fa inna khaira zadi taqwa, maandalizi bora na mazuri ndio yatakayotufaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Ibn Rajab anasema aslu kulli khairin fi dunya, asili ya khairi zote katika dunia, wal akhirah, na akhira, huwa taqwa, ni uchamungu. Asili ya khairi zote katika dunia tuliokuwa nao, asili ya khairi zote za akhira, asili yake ni uchamungu. Kwa hiyo chukua zawadi nzuri ya kwenda nayo kwa Allah tabaraka wa taala, kwani zawadi nzuri ya kwenda nayo ni zawadi ya uchamungu. Ukikosa zawadi ya uchamungu, ukikosa zawadi ya hofu ya Allah tabaraka wa taala, hakuna zawadi nyingine, hakuna zadi nyingine ambayo itakayokufaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ittaqullaha haqqa taqwa, mcheni Allah uhakika wa kumcha. Wa'lamu, najueni ya kwamba anna afdhala ma yatazawwadu bihi al-abdu, kitu bora ambacho atakachoenda nacho mtu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni uchamungu. Waqala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wasema Imam Hasan al-Basri Allah tabaraka wa taala mrahamu, anasema ma zalati taqwa bilmuttaqin, haujaacha uchamungu kuwa ulikuwa unawaongoza watu wema kipindi hicho. Hatta taraku kathiran min alhalal, mpaka walikuwa kiviacha vitu vingi mno ambavyo vilikuwa ni vitu vya halali. Mahafata alharam, kwa kuogopea kwamba huenda vitu hivi vinaweza vikawa vya haramu. Jinsi gani wenzetu ambavyo uchamungu ulikuwa unawaongoza, hofu ya Allah ilikuwa imetanda katika nyoyo zao, walikuwa wao wameuweka uchamungu zaidi mbele, mpaka wakaamua kuviacha vitu vingi
ambavyo asili ya vitu vilikuwa vya halali, lakini wakaogopa kwamba huenda vikawa vya haramu, wasije wakaingia katika haramu wakaamua kuviacha vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuitafute sifa za wacha Mungu, tuisome elimu yenye manufaa, elimu ya dini. Kusoma kwako elimu ya dini yenye manufaa ndio sababu ya kujipamba na sifa miongoni mwa sifa za uchamungu. Ili upate uchamungu, ni lazima ukae darasani, usome, usikilize na uulize. Hapa ndio utaupata uchamungu. Kisha ukae na usuhubiane na watu ambao ni wema, vijiwe vyako viwe ni vijiwe vya watu ambao ni wema. Hata pale utakapokaa ukakosea ukazungumza, wenzako watakukumbusha, hapo umeteleza, usahihi ni huu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe ambavyo ni vibaya, vijiwe ambavyo ni vya mipira, vijiwe ambavyo anazungumzwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, hapa huwezi ukanufaika na uchamungu, huwezi ukajipamba na uchamungu. Mtume anasema mathalul jalisi su, mfano wa kijiwe ambacho ni kibaya, mfano wa kijiwe ambacho ni kizuri na kijiwe ambacho ni kibaya ni mfano wa mtu anayeuza mafuta mazuri na mtu ambaye ni mfua vyuma. Mtume akasema yule ambaye ni muuza mafuta mazuri, unaweza ukaondoka pale ukawa unanukia kwa mafuta mazuri, lakini yule ambaye ni mfua vyuma, unaweza ukaondoka umeunguzwa nguo yako. Hiki ni kijiwe ambacho ni kibaya. Sasa kama wataka ujipambe na sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu, hakikisha unakaa darasani, unasoma, unajifunza dini yako, unasuhubiana na watu ambao ni wema, unadumu na kumtaja Allah tabaraka wa taala, na unakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lakini Qur'ani ukiiacha mbali, watu wema ukawa wewe hauko mbali, ukawa wewe uko mbali na watu wema, lakini pia vile vile ukawa uko mbali na majalisi za kumtaja Allah tabaraka wa taala, hauwezi ukajipamba na sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Ili uwe miongoni mwa wacha Mungu, udumu katika kusoma dini yako, usiwe mumbumbu kwenye dini yako. Kila siku maswali yale yale, kiwe udhu utanitenguka, niko ndani ya swala, nifanyeje? Swali unaliuliza leo, utauliza na kesho kutwa, swali lile lile, kwa vile hauna muda kwa ajili ya kukaa na kujifunza dini yako. Lakini mbona mambo mengine tuna muda? Kwa nini kwenye dini yetu tunakosa muda? Mtu kwenye biashara yako una muda wa kukaa, una muda wa kuifanyia tathmini biashara yako, hapa napata hasara, hapa napata faida, unajifanyia tathmini. Kwa nini usijifanyie tathmini kwenye dini yako? Pia vile vile dini yako ina umuhimu katika maisha yako ya kidunia na maisha yako ya kiakhera. Hauwezi ukaupata uchamungu ila ukae darasani usome. Ili upate uchamungu, ukisome kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ili upate uchamungu, usuhubiane na watu ambao ni wema, ili upate ladha ya kuwa ni miongoni mwa wachamungu. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala. Waalamu anna taqwa, jueni ya kwamba uchamungu sabilun najat, ndio njia pekee ambayo itakayotuokoa, wa unwanul falah, na ndio unwani ya mtu kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. اللهم اجعلنا من المتقين وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وارزقنا تقواك في السر والعلانية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.